siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema kufika madhabahuni kwake. Haleluya. Tunamshukuru Mungu amekuhudumia kwa namna ya tofauti sana ya uimbaji. Amen. Leo ni siku ambayo tumeimba zaidi kuliko siku zingine. Nafikiri Roho Mungu amependa. Na ina imani na wewe umeguswa na kubarikiwa katika uimbaji wetu wa leo. Sema amen. Nimeona magonjwa paka yananyauka, HIV inapotea kama moto. Haleluya. Amen. Hata kama wewe hauna, lakini kwa ajili ya ndugu yako naomba ndugu zako ambao damu yao ni ya wewe hapo na wewe umehudhuria hapa leo, naomba apokee uzima huko aliko in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Wiki nzima nilikuwa nimekaa na muuliza Mungu, Jumapili nakuja nikaseme nini na watoto wako? Mungu akaniambia hivi, nenda ukawafundishe ni kitu gani wafanye ili wabarikiwe part 2. Jumapili tulikuwa tuna nini ambacho unahitaji wewe kufanya ili ukutane na baraka zako part 1. Amen. Leo nini ufanye ili ubarikiwe part 2. Haleluya. Yaani ni kama CD na part A na part B, lakini leo tunazungumzia part 2. Jumapili nilisema hivi, watu wengi wanatafuta kubarikiwa. Na usizuiliwe na mtu yeyote unapotafuta kubarikiwa. No, yani mtu asikuzuie kama utakiwa no. Baraka ni lazima uzitafute kwa gharama yoyote. Haleluya. Lakini sasa ni kitu gani unatakiwa wewe kufanya ili ubarikiwe? Kwa hiyo Jumapili nilifundisha kwa namna ya pati ya kwanza, na leo nataka nikufundishe wewe kwa namna ya pati ya pili, yani pati B. Haleluya. Nina imani utanielewa. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Hakuna mafanikio kwenye maisha yako yanayokuja bila chanzo. Amen. Hakuna mafanikio yanayoweza kuja kwako bila chanzo. Kwenye mafanikio yoyote unayoyataka ni lazima kuwepo na chanzo cha hayo mafanikio unayoyataka. Ninapozungumzia kwa habari ya chanzo cha mafanikio, ninazungumza kwa habari ya mbegu ya mafanikio. Hakuna mtu anaweza akafanikiwa pasipokuwa na chanzo cha mafanikio. Ili uweze kufanikiwa, ni lazima wewe unayetaka kufanikiwa uwe na chanzo cha kukuwezesha kupokea hayo mafanikio unayoyataka. Leo nitafundisha haraka kidogo kwa sababu na mambo mengi kidogo. Haleluya. Shika Biblia yako. Shika Biblia yako. Shika Biblia yako kuinua hivi juu. Naomba nitangaze leo, kama utakuja Jumapili bila Biblia nitakutenga. Yaani nitakufukuza pale mlangoni. Hausipi nianze leo eti hapo. Yaani wale ambao wamekuja bila Biblia watoe sadaka alafu waendezane. Ndio. Sema Roho Mtakatifu, nisaidie kwenye hili neno litakalosomwa leo. Naomba likawe mbegu kwenye ufahamu wangu. Badilisha ufahamu wangu kwa mbegu hii ya neno lako. Nimeshika maandiko, ninayageuza kuwa neno yatakapogusa ufahamu wangu katika jina la Yesu. Ewe neno, ukawe na nguvu ya kunibadilisha katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Sasa unapotamani kuona unafanikiwa, nimesema ni lazima uwe na chanzo cha wewe kufanikiwa. Hakuna mafanikio ambayo hayana chanzo. Chanzo unacho mwenyewe cha mafanikio yako. Kama hauna chanzo cha mafanikio yako, haukutakiwa kuwepo duniani, ama haukutakiwa kuwa hivyo ulivyo, kwa sababu hata wewe umekuja kutoka katika chanzo. Hakuna mafanikio yasiyo na mbegu. Kuna mtu ananielewa? Hakuna matajiri ambao wameripuka tu kuwa matajiri, hapana. Kuna kitu ambacho wao walifanya ili waweze kupokea utajiri mkubwa ambao leo wako nao. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Amen. Sasa nataka nikuchoree ramani ya mafanikio yako leo kupitia chanzo, yani mbegu.
Haleluya. Amen. Ukisoma Biblia kutoka kile kitabu cha Wagalatia, tuanzie hapa kuchora ramani yetu. Mlango wa 6, tuanzie pale mstari wa 7, tutasoma mpaka wa 8. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 7 na wa 8. Soma. Nitasoma. Amen. Anasema msidanganyike. Anasema msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Mungu, please, naomba usije ukasoma hili neno leo sawa sawa na unaposomaga siku zote. Let me give you a revelation. Amen. Amen. Twende. Msidanganyike. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake. Maana yeye apandaye kwa mwili. Katika mwili wake atavuna uharibifu. Katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho. Bali yeye apandaye kwa roho. Katika roho atavuna uzima wa milele. Katika roho atavuna uzima wa milele. Haleluya. Amen. Hebu sikiliza. Biblia inasema msidanganyike. Amen. Amen. Neno kudanganyika maana yake nini? Msidanganyike. Maana yake nini? Msidanganyike maana yake msiambiwe kinyume. Amen. Cha hiki ninachowaambia. Neno kudanganya ni kuzungumza kinyume cha. Amen. Kwa mfano, kama wewe ni mama yako, ukidanganya maana kusema sio mama. Si ndio? Sasa Biblia inasema msidanganyike maana yake msiambiwe au msifundishe kinyume cha hili kwamba Mungu hadhihakiwi. Kwa maombi hadhihakiwi, kwa kilio chako hadhihakiwi, kwa namna unavyojua hadhihakiwi, kwa taratibu zako wala hadhihakiwi kwa maneno yako. Lakini apandacho mtu wote ndicho avunacho atakacho. Haleluya. Chochote ambacho wewe unapanda, usidhani kupanda lazima uende shambani ukalime ndio upande. Kuna wengine wana mbegu za maneno. Wewe ukiwa unapanda mbegu ya uharibifu kwa wenzako, unapanda mbegu ya uchonganishi kwa wenzako, unapanda mbegu ya kuwagombanisha wenzako, fahamu ya kwamba chochote apandacho mtu ndicho avunacho. Listen. Ukitaka kuwa na marafiki wazuri, panda uzuri ulionao kwako. Are you getting what I'm saying? Oh yes. Amen. Amen. Ukitaka kupanda maisha mazuri, hebu na wewe tengeneza maisha mazuri kama mbegu. Amen. Chochote unachomfanyia mwenzako, fahamu ya kwamba ile mbegu kwako inaota. Unachopanda utavuna. Amina. Haijalishi ni kitu gani. Wala ukiwa na umbea, fahamu ya kwamba umbea ulionao utavuna. Wewe unapomsema mtu, fahamu ya kwamba ni mbegu unapanda. Preach, Papa. Na wewe ukisemwa kesho, usichukie, ni mbegu ulipanda. Vuna ulichopanda. Unapanda ubaya ukavuna uzuri. Never. Amina. This is the principle. Ili uweze kufanikiwa, angalia unapanda mbegu gani kwenye hicho unachotaka kuvuna. Amina. Amen. Sasa mstari wa 8 umetufunulia zaidi kwamba kumbe kuna aina mbili za kupanda. Kuna namna tofauti za kupanda. Kuna kupanda A na kuna kupanda B. Sasa kupanda A anasema hivi, apandaye kwa mwili. Look, hii ni A. Yaani ukitaka kupanda unachagua, mimi nipande A ama nipande B. Ni upande gani ambao wewe unataka kupanda? Mstari wa 8 anatueleza sema hivi, ukipanda kwa mwili na katika mwili wako huo utavuna nini? Uharibifu. Good. Unapanda kwa mwili, utavuna uharibifu. Amen. Chochote ambacho unapanda kama una imani, chochote ambacho unapanda bila roho kuwepo, utavuna uharibifu. Na chochote ambacho unapanda kwa imani, unapanda katika roho, utavuna
kama uzima. Haleluya. Amina. Kuna watu wamekuwa wanatoa ili waonekane na watu. Baba, jamani na fulani anatoaga yule. Nafanya jamani, yule dada kila siku, mtumishi samani, nimeona leo ngoja nije nipande mbegu yangu. Lakini kumbe intention yako unatamani watu waone kwamba na wajue kwamba na mimi huanga natoaga mbegu. Wajue kama nini haijui sasa. Ukipanda katika mwili unavuna uharibifu. Amen. Lakini ukipanda katika roho, maana yake ukipanda kwa imani kwamba mimi sitaki mtu yote ajue. Kuna mtu anaelewa? Sasa ili usivune uharibifu, panda kwa imani. Tofauti. Unaweza ukachukua mbegu yako, ukaenda shambani. Sasa bwana, mimi napanda tu bana. Alafu ukaondoka zako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amina. Kama Biblia inasema Mungu hajiakimu apandacho mtu, okay. Kwa maana hiyo kwenye baraka zako ni lazima wewe uwe na source ya hizo baraka. Amina. Elewa. Watu wengi mnapishana na mafanikio kwa kutokujua mnachofanya. Watu wengi mnapishana na neema kwa kutokujua unachofanya. Unachopanda utavuna. Hallelujah. Whatever a seed that you are sowing, you will reap. Hivyo ilivyo utavuna hivyo. Ni lazima uwe mjanja. Unapanda kwa namna gani? Hiki unachofanya unataka kutarajia matokeo yake yaje yaweke baadaye. Hallelujah. Kuna mtu mmoja ananielewa? Sasa siku zote kwenye mafanikio katika ulimwengu wa roho, mafanikio yako hivi. Wewe kama una mbegu, ukipanda mbegu, kazi ya Mungu ni kusababisha hiyo mbegu yote. Hello? Wewe ukipanda mbegu, kazi ya Mungu ni kusababisha ile mbegu uliyopanda ifanyaje? Yote. Kazi ya Mungu ni kusababisha ile mbegu ifanyaje? Yote. Ukisoma kitabu cha Isaya ule mlango wa 30. Yaani wewe ukishapanda mbegu, Mungu naye analeta mvua juu. Haleti mvua kukuzawadia. Mungu analeta mvua kwako kama mbegu. Amina. Mazao yako yatakapokomaa, Mungu anavuna maji na wewe unavuna mazao. Okay. Unaweza kushangaa Mungu anavunaje maji? Kwa waliosoma biolojia, maji yakiwa chini, Mungu huwa anaita jua. Lile jua likiwaka sana, unapanda. Mvuke unafanyaje? Unapanda. Kwa hiyo mazao yako yakikomaa, Mungu anaita jua. Lile jua linanyonya. Oh yes. Lile jua linanyonya yale maji. Kwa hiyo Mungu anachukua yale maji ambayo aliyaleta kwako kama mbegu juu ya mazao yako. Amina. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananielewa? Yes, Papa. Mungu analeta jua. Sasa lile jua likija, Mungu anapovuna maji by the process known as evaporation. Amina. Amen. Kwa hiyo Mungu anapochukua yale maji na mazao yake yanakauka, wewe unavuna. Kwa hiyo wote wawili mmevuna. Amina. Mungu kavuna maji, wewe umevuna mazao. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini fahamu kwamba katika chochote ambacho Mungu anakupatia, ndani yake kuna mbegu. Ndani yake kuna nini? Kuna mbegu. Sasa kama kazi ya Mungu ni kukuletea mvua juu ya mazao yako ama juu ya mbegu yako, maana kwenye mbegu umepanda, unasubiri nini? Mvua. Wewe umepanda na Mungu anapanda. Biblia inasema hivi, Mungu hajiakiwi, apandacho mtu ndicho avunacho. Ukitaka kufanikiwa lazima upande. Ukishapanda Mungu anaita mvua. Yaani nipe nikupe. Wewe toa na Mungu atoe. Amina. Sio kila siku wewe Mungu Baba, naomba unibariki Bwana. Ona biashara yangu. Hujawahi mpatia Mungu hata 10% ya biashara yako. You will never prosper. Preach Papa. Hallelujah. Amen. Sio unaelewa ninachosema? Amen. Kuna mtu mmoja ananielewa? Amen. Umemfanyia nini Mungu ili afanye ya kwako? Unajua mtumishi, niombe biashara yangu ifanikiwe. Tangu biashara yangu nimeanza. Biashara yako ulianzaje? Are you hearing me? Okay. Unataka ufanikiwe. Good. Unataka ufanikiwe. Sawa.
Lakini kwenye kufanikiwa kwako wewe umeanza na nini? Wani kwa kitu, kuna mtu mmoja ananielewa? Wakristo walio wengi wanaanza biashara zao kwa waganga wa kienyeji. Halafu zikishaanza kuharibika wanamgeukia Bwana. Mtumishi, tangu biashara yangu nimeanza, yani kila siku inakufa. Ndicho ulichopanda, ulipanda mauti. Kama ulipanda mauti kwenye biashara yako, utakuvuna nini? Mauti. Utavuna mauti. Haleluya. Isaya 55 ule mstari wa 10. Kitabu cha Isaya ule mlango wa 55 mstari ule wa 10. Kama anasema maana kama vile mvua ishukavyo na theluji, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni. Hivi mbinguni ni kwako? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Analeta mvua ni nani? Mungu. Ushawahi kumwomba Mungu akupe mvua? Hapana. It's automatic. Sikiliza. Wewe unadhani kwa nini Mungu analeta mvua wakati mmeshalima mashamba yenu, mmepanda mbegu mashambani huko? Kwa nini mvua inakuja? Mungu anajua watoto wangu wameshapanda nini? Mbegu. Cha msingi kwenye mbegu yao, ngoja mimi nipeleke maji. Hiki kitu kinakwenda automatic. Haihitaji hata wewe uwe na effort. Haleluya. Ili uwe kufanikiwa ni lazima uwe mpenzi wa kupanda mbegu. Sasa kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni na theluji, kama anasema wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi, ama huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza. Look at it. Na kuizalisha nini? Hiyo ardhi. Na kuichipusha nini? Ardhi. Ikampa mtu apandaye mbegu. Na mtu alaye chakula. Sitna. Kwa hiyo wewe ukishakuwa umepanda, ile mvua inashuka toka mbinguni. Lengo la mvua ni nini? Ni kuinyeshea ardhi na kuichipusha. Kitu gani kinachipuka kama hakuna mbegu chini? Preach Papa. Hello. Amen. Lete mvua. Haijalishi ni kwenye biashara yako, jifunze kupanda mbegu kwenye biashara zako. Amen. Then wait. Angalia mvua itakapokuja. Amina. Unapotaka ufanikiwe kwenye biashara yako, panda mbegu, halafu subiri mvua. Amen. 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 Unaposubiri mvua, maana yake subiria wateja. Amina. Mungu amempatia kila mtu roho ya kupenda. Amen. Amen. Ukiona wateja hawaji dukani kwako, fahamu ya kwamba Mungu amewapa roho ya kupenda. Kwa nini? Kwa sababu umepanda hivyo, utavuna hivyo hivyo. Naomba unisikilize. Ukinisikiliza vizuri leo, una transform ufahamu wako. Amen. Amen. Ukinisikiliza vizuri leo, unabadilisha ufahamu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa maana hiyo, kama kazi ya Mungu ni kuleta mvua kwenye mbegu uliyopanda, ile mvua kazi yake Biblia inasema ni kuchipusha. Kufanya nini? Kuchipusha na kuzalisha. Sasa ili mvua ikishanyesha, mazao yakishaota, ili upate nini? Chakula. Amen. 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 Hakuna kitu kinaweza kufanikiwa kwenye maisha yako kama hakuna mbegu katika hicho. Amina. Na ndio maana tumeanza kusema Mungu hadiakiwi. Apandacho mtu ndicho anachovuna. Listen. Kuna watu wana akili za biashara. Kuna watu wana plani za biashara. Kuna watu wana mipango ya biashara. Lakini waga wanaianza mipango yao, wanaanza biashara zao bila mbegu. Inapofikia hatua ya kufanikiwa, biashara inakufa. Kwa nini inakufa? Au kwanza haina source. Hakuna mbegu ambayo imeshikilia unachofanya. Allah. Amen. Ili mtu anaelewa. Amen. Yaani hii biashara nimeanza, mbona nimeanza vizuri? Yaani tunapokaribia tu kumaliza. Bwana, unajua ile biashara tumeona tusimame kwanza, tumeona tuache, hatuwezi kuendelea nayo kwa sasa.
unasema ni kwa nini hivi, kimetokea nini, kwani nimekosea wapi, ni kitu gani ambacho nimefanya kinachosababisha biashara hii yangu mimi ifikie hapa? Ni kwa sababu ya mbegu uliyopanda. Hebu mtu mmoja aseme amen. Amen. Ilo mkono wako namna isema amen. Amen. Haleluya. Amen. Chochote apandacho mtu ndicho avunacho. Sasa kama Mungu kazi yake ni kuleta mvua kwenye mbegu, usianze biashara haina sosi. Mwanzo 1 mstari wa 11. Nitasoma. Amen. Anasema Mungu akasema. Mungu akasema. Na nchi na itoe majani. Nchi na itoe majani. Mche utoao mbegu. Mche, angalia sababu anachofanya hapo. Mche utoao nini? Mbegu. Na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. 11, 12. Bado 11 anasema ambao mbegu zake zimo ndani yake. Mbegu zake ziko wapi? Ndani yake. Yaani Mungu ameleta matunda ambayo ndani yake kuna nini? Kuna mbegu. Kuna mbegu ndani yake, kuna mbegu. Amen. What does it mean? Once you eat a fruit, inside of the fruit there is a seed. Amen. Allah. Ukishakuwa umepewa tunda, kwenye hilo tunda ndani yake kuna nini? Kuna mbegu. Kuna mbegu. Okay, maana yake nini? What does it mean? Maana yake Mungu alikuwa anajaribu kumwekea mtu mazingira ya kupata na kupanda. Amen. 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 Ukishakuwa umepata tunda, umekula ile tunda, ile mbegu usitupe. Ni nini? Mbegu huwa zinatupwa. Mbegu inafanywaje? Zinahifadhiwa. Zinapandwa. Zinapandwa. Okay. Sasa Mungu alitengeneza mbegu. Don't look at. Amen. Angalia Mwanzo 1 mstari wa 28 na 29. Soma 28 na 29. Anasema Mwanzo 1:28 na 29. Mungu akawabarikia. Anasema Mungu akawabarikia. Akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu. Sikiliza. Anasema nimewapa kila mche utoao mbegu. Hebu rudia wote. Nimewapa kila mche utoao mbegu. Kila mche utoao mbegu. Rudia tena. Kila mche utoao mbegu. Sasa Mungu alipokuwa amemuumba Adam, Adam mwenyewe alikuwa mbegu. Yes, Papa. Adam mwenyewe alikuwa mbegu. Ndio baba. Amen. Amen. Na ndio maana si wanaume ndio tunaozalisha. Why? Kwa sababu we are seeds. Amina. Kuna mtu mmoja anaelewa. Amen baba. Sasa Mungu akaona mtengeneze Hawa kama shamba, alafu you know what I'm saying? Mungu anajaribu kumwambia nini Adam? Adam, don't eat a fruit and throw a seed. No. Ukishakume kula tunda, remember, in that fruit there is a seed. Amen. Alimpa kanuni ya kupanda na kuvuna. Amen. Mimi nimekupatia Adam, lakini wewe ukishavuna mbegu. Amen. Listen. Kuna watu mko hapa, Mungu amewabarikia kazi, Mungu amewapa biashara, lakini ukipokea ule mshahara, lile ni tunda, unasahau kwamba ndani kuna mbegu. Ndio ule nini? Ule tunda. Amen. Come on. Oh yes. Clap hands for Jesus, somebody. Clap hands for Jesus. Hallelujah. Amen. Sasa Mungu amempatia Adam principle kwamba Adam, nimekupatia kila mche utoao nini? Hakumwambia nimekupatia kila tunda litoalo mbegu. Nimekupa mche. Tunda alitoi mbegu. Kinachotoa mbegu ni nini? Mche. Sikiliza. Mshahara wako hautoi mbegu. Kinachotoa mbegu ni nini? Kazi. Yes. Amen. Wengine mnaanza kazi mnaachishwa. Mnaanzisha biashara zinakufa. Why? Ni kwa sababu unakula tunda na mbegu yake. You will never be blessed. Na huwezi kuja kufanikiwa. Okay. Kwa lugha moja ama nyingine, Mungu hakumpatia Adam mbegu, ila Mungu alimpatia Adam ghala la mbegu. Sasa
Unapopanda mbegu unatengeneza mazingira ya Mungu kuachilia mvua. Mungu hawezi kuachilia mvua kama shambani hakuna nini. Wewe ukilima shamba lako, usipopanda shamba ni sawa sawa na umechezea udongo. Unapolima shamba weka mbegu. Ukiweka mbegu unamconvince Mungu kuleta nini? Haleluya. Kuna watu wanapandishwa vyeo. Ni kwa nini? Kwa sababu wanatoa mbegu. Amina. Hey. Oh my God. Preach Papa. Katika kila kitu ambacho Mungu amekubarikia, fahamu ya kwamba ndani yake kuna nini? Kuna mbegu. Katika kila mchi ambao Mungu amekupa, jua ndani kuna nini? Ukishatoa ile mbegu unafanyaje? Unapanda. Kesho unafanyaje? Unaota. Ukishaota tena tunda. Ukipasua tunda, mbegu. Unafanyaje? Panda, inaota. Vuna mbegu. Hallelujah. That is the principle. Oh, yes. Na ndio maana Mungu akaanza kusema yeye hajakiri. Apandacho mtu ndicho avunacho. Amina. Wewe chochote unachokifanya kwenye ulimwengu wa roho utavuna sawa sawa na ulichopanda. Mlio wengi mnafurahia faida. Yaani ukipata faida wewe kwako unashukuru Mungu. Kama Mungu nakushukuru. Yaani sasa hivi naona kweli na mafanikio nimeyaona. Mungu asante sababu ninaona mabadiliko. Mungu asante sababu nimeiona Mungu neema yako. Unasahau kwamba kwenye huo mchi uliovuna ndani yake, you don't understand this. Kwenye hicho ulichovuna, kwenye hicho ulichopewa, kwenye hicho ulicho nacho, ndani yake kuna nini? Unaotakiwa kufanya. Mche wowote unaokuwa nao, umeshakata ule mche wako pa, yani mwisho wa mwezi pokea mshahara kutoka kwenye mche kazi. Fahamu ya kwamba ndani yake kuna nini? Mbegu. Ukishachukua lile tunda lako, pasua lile tunda, toa nini? Mbegu. Oh yes. Sawa. Mungu alikuwa na uwezo kumwambia Adam, nimekupatia matunda ya kila namna, wewe kula uwezavyo. Lakini Mungu alimwambia Adam, nimekupatia miche itoayo mbegu. Learn to sow a seed. Amen. Oh, come on somebody. Listen. Wakristo wengi hawafanikiwi, lakini ni kwa sababu hawana principle za kupanda kwenye mavuno Mungu anayowapa. Very true. Amen. Amen. Wakristo wengi wanachojua ni kitu kimoja tu, kwamba nikishapata mshahara wangu I need to give God my 10%, that's all. Ukimpatia Mungu 10%, fahamu ya kwamba hiyo 10% sio yako. 10% ni lazima, ni hela ya Bwana. Lakini fahamu ya kwamba kwenye huo mti ambao Mungu amekupa ndani yake kuna mbegu. Oh yes. Amen. Haijalishi it is how much. Amen. Haijalishi ni kiasi gani. Haijalishi hiyo mbegu ina ukubwa gani. Amen. Haijalishi hiyo mbegu ni nini, but a seed to God. Amen. Listen, my daughters and sons, remember, in everything that God is giving you, inside it there is a seed. Amen. Mungu anamwambia Adam, I have given you every help, but inside of that help there is a seed. That means ukishakume vuna hayo mazao yako, kumbuka ndani kuna mbegu. Na Mungu alivyomwambia Adam kwamba kuna mbegu, Adam obviously lazima ajue mbegu inatakiwa kupandwa. Amen. Ndio maana sio unakuja kanisani, you are going in a college. Amen. Unaenda kusoma chuoni. Amen. Ukisoma pale ukitoka una degree zako hizi. Amen. Una hata haja kwenda kusoma theology. Baada hapo ngoja kasome theology. Yaani ni George Gomez. Amina. George Gomez ni chuo tosha. Amina. Amen. Amen. Mchungaji yeyote asiyewafundisha waumini wake njia za kufanikiwa kupitia wao wenyewe hawawezi kufanikiwa. Kweli. Hilo kanisa litakuwa ni kanisa kipofu, kanisa lililojaza maskini ndani. Very true. Na mimi sitaki Jehova Messi nijaze maskini. Amina. Watu ambao wanakula miche, wanakula matunda, wanatafuna na mbegu zake. Mungu akaona ngoja nipande mbegu. Wanadamu hawana mbegu ya mbingu, wanadamu hawana mbegu ya Mungu, wanadamu hawana mbegu ya mafanikio. Wanadamu hawawezi kuiona Jehova, hawawezi kumuona Jehova. Wanadamu hawawezi kufurahia ufalme wa Mungu wa mbinguni. In everything you need, remember there is a Amen. Power. Jesus. Sasa angalia.
Angalia hiyo mbegu ambayo Bwana ameipanda juu ya Israeli. Anasema amepanda mbegu za aina mbili ndani ya mtu mmoja. Anasema atapanda mbegu ya mwanadamu katika Israeli na atapanda mbegu ya mnyama katika Yuda. Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Yani pahala ambapo shetani alikuja. Shetani. Listen. Shetani alikuja kama nyoka. Mungu akaona nyoka ni mnyama mdogo sana. Ngoja nipeleke simba mfalme wa pori. Akamleta simba mfalme wa pori. Leo shetani akija kama nyoka. Anakutana na simba. Mbegu ya mnyama ni mbegu ya simba. Kazi yake ni kung'oa, kuharibu, kuteketeza, kubomoa na kuiangusha misingi. Lakini mbegu ya mwanadamu inakuja ili kujenga. Hallelujah. Jesus. Come on. Ili kupanda. Nitaangalia ili kujenga. Ili kujenga. Na kupanda. Asema Bwana. Haya. Amen. Sikiza nikwambie kitu. Kama kwenye ufalme wa Mungu, Mungu asingepanda mbegu, Yesu asingekuja kwetu kama mbegu, hakuna mwanadamu yoyote angekuwa na mbegu ya Mungu ndani. Tungekuwa wanefiri. Hello? Sikia kwa kitu kimoja. Kama Mungu, listen. Kama Mungu amekuwa ana principle. Amen. Kama Mungu yeye ana principle ya kupanda mbegu. Mungu. You know what I'm saying? Oh yes, Papa. Kama Mungu ana principle, umeona? Kama Mungu ana principle ya kupanda mbegu, yeye mwenyewe Mungu ameleta kwa Adamu na Hawa mbegu. Amemleta Yesu mbegu. Kama Mungu ana principle za kupanda mbegu kwenye vitu vyake, kwa nini wewe, listen now, kwa nini wewe usiwe unapanda mbegu kwenye vitu vyako? Haijalishi kile ni kidogo cha namna gani. Mbegu haina ukubwa wala udogo, ili mradi. Unajua kuna vile viazi tena mbegu hayo kubwa. Hata siku ile tulinga tunalimaga viazi. Vile vidogo kidogo ndio anasemaga hii nini? Mbegu unaweka. Amen. Kwa hiyo unatunza kama nini mbegu. Chochote ukisema mbegu kinageuka kwa nini? Mbegu. Chochote usema hii hapa mbegu kinageuka kwa nini? Mbegu. Sasa kama wewe unapanda mbegu usitegemee vitaota na kuzidi. Amina. Alafu anasema hivi, hapa ndo ameniacha hapo. Anasema hivi, na ambaye hana na kile alicho nacho ananyang'anya. Let me tell you one thing. Kwa mfano, wewe unafuga kuku nyumbani. Amen. Halafu unataka kuanza biashara ya kuuza duka la nguo. Amen. Amen. Unachukua hela zako unaanzisha duka la nguo bila kupanda mbegu. Hili duka la nguo litakufa. Si kwa sababu huna mbegu ya kupanda kwa ajili ya kuotesha duka lako. Hili duka litakufa. Akaniacha hoi zaidi. Anasema na kile ulicho nacho. Maana yake na wale kuku kule nyumbani wanafanyaje? Watakufa. Nyewe Kristo naomba msikie. What I am teaching you, it is very important for your future. Amen. I'm telling you. Hiki ninachowaambia, msikichukulie kiholela, kiwaingie kiwatokee huko. Wahubiri wengi tumekuwa tunateseka sana kufanya kazi ya Mungu. Tunawahubiria watu alafu hawafanyi kile tunachowaambia wafanye. They don't practice it. Sasa usipofanya unategemea utafundishwa mara ngapi? Do it. Amen. Biblia inasema hivi, zijaribuni kila roho muone kama zimekubaliwa. Okay. Hebu nakutuma. Nenda kaijaribu roho hii ya neno la leo. Sisi jaribuni kila roho. Hebu jaribu na hii mbegu unayopanda kwako leo, hii mbegu ya neno hili. Leo, hebu nenda kalijaribu hili neno, kalijaribu. Alafu uone kama halitaota kwako. Amen. Kuna mtu mmoja ananielewa. Mungu anasema hivi, kwa kipimo kile kile mlicho nacho ndicho mtakachopimiwa na kuzidi. Amina. Na kama huna
na wewe hautapewa, lakini na kile ulicho nacho kinaondoka. Na kama unafuga kuku nyumbani kwako, ukianzisha biashara nyingine bila mbegu, manake umetafuta uchawi wa biashara ya kuku nyumbani kwako. Kwa sababu kama unaanza kufanya biashara nyingine na nyumbani una mifugo yako, ile biashara nyingine itakufa kwa sababu, na kile cha nyumbani nacho kitakufa kwa sababu ya kifo hichi. Sasa mikono yetu imekuwa inazalisha mapooza. Unafanya biashara inakufa, unaenda kujaribu biashara nyingine inakufa. Kwa nini? Ni kwa sababu ile biashara uliyokuwa unafanya haukuipandia mbegu, biashara ile imeua na zile mbegu zingine. Yaani hiki kipimo hiki huna, alafu una kingine nyumbani. Okay. Kile upewi na ulicho nacho nyumbani na kenyewe kinafanyaje? Nganywa. Haleluya. Amen. Mko tayari nimalizie somo langu? Amen. Mko tayari nimalizie somo langu? Amen. Nyosha mkono hivi nimalizie. Amen. Haleluya. Amen. Namalizia somo langu. Amen. Amen. Siku moja palikuwa na nabii mahali. Amen. 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 Yule nabii akapanda mbegu. Amen. 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 Mbegu aliyoipanda ikaota. Amen. Amen. Ngoja ngojeshe hiyo mbegu. Ukisoma kitabu cha Wafalme mlango wa kwanza, Wafalme wa kwanza mlango wa 17. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ule mlango wa 17. Wafalme wa kwanza 17. Ushapaona eh? Ndio baba. Nisomee kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 9. Anasema, Basi Elia Mtishi wa wageni wa Gilead. Huyu jamaa alikuwa hana baba hana mama. Biblia inaanza kumweleza tu Elia kwamba yeye alikuwa mgeni. Lakini kazaliwa wapi haieleweki. Mgeni wa Gilead. Akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Angalia mbegu alopanda Elia. Akasema nini? Hakutakuwa na nini? Na umande wala mvua miaka hii. Wow. Ila kwa neno langu. Amen. Anasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa. Geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nitawaamuru kunguru wakulishe huko. Amen. What is that? Look at it. Listen. Hivi umeshawahi kuona mtumishi wa Mungu anapewa redundancy? Mungu alimzidisha kazi Elia. Elia alipigwa chini na Mungu. Mungu alimsimamisha Elia kazi. You know what happened? Sikiliza. Katika ile nchi, nisikize mimi sasa. Katika ile nchi kulikuwa kuna watu waombaji mle ndani. Katika ile nchi kulikuwa na wana wa Mungu mle ndani. Katika ile nchi kulikuwa kuna watu ambao Mungu anataka kuwabariki. Lakini Elia akasema katika nchi hii hakutakuwa na mvua wala hakutakuwa na umande. Mungu akamwambia Elia? Akamwambia aondoke. Ondoka hapa. Geuka uende upande wa mashariki. Ujifiche karibu na kijito cha Kerithi. Kinachokabili Jordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito. Nami nimewaamuru kunguru wakulishe. Listen. Kwa lugha moja ama nyingine, Elia alisimamishwa kazi na Mungu. Akasababisha mambo mabaya. Mungu akamwambia hivi, Elia, toka. Ondoka, nenda ukajifiche. Look it. Nenda ukajifiche. That means sit down. Kama zamani ulikuwa unalishwa na hawa watu, leo umewajeruhi, hakuna maji. Sasa utalishwa na kunguru. Elia kulishwa na kunguru, it wasn't a miracle. Haukuwa muujiza, ilikuwa punishment. You are a prophet. Elia wewe nabii. Unasababishaje dhahama ya mvua? Kama mvua hakuna, hawa watu ndio walikuwa wanakulisha. Sasa mvua hakuna, utalishwa na kunguru.
Yesu unaelewa? Elia akaambiwa kaa chini, sit down. Elia akakaa chini. That means you are no longer a prophet from today. Si unaelewa? Mungu akamwambia Elijah, he said, from today you are no longer a prophet, sit down. Huwezi kusababisha dhama kwenye nchi nzima kwa watu ambao wako wanaomhitaji Bwana. Kuna watu wametoka hapo wameshafunga miezi karibia 3-4. Twende kwa nabii akatuambie haja za mioyo yetu. Kuna wengine mko hapa ni wagonjwa. You need the hand of the prophet for you to be healed. Si unaelewa? Elia alipomwambia Ahabu, kuanzia leo hakuna mvua mahali hapa. Mungu, Elia, what's wrong with you? Okay, now come. Njoo. Sit down. Jifiche pale, kaa pale. Kama hawa nilikuwa na watuma wakulishe na utalishwa na kunguru. Elia akakaa chini. Kitendo cha nabii kuambiwa kaa chini, that means you are no longer a man of God. Sit down. Kunguru akawa anakuja na mkate, Elia analishwa. Unajua saini ya kunguru? Kunguru sio mnyama mzuri. Kunguru ni mnyama anayekula nini? Mzoga. Sasa nikuulize swali. Kunguru alitoa wapi nyama? Alitoa wapi mkate? Manake Elia alilishwa mizoga. Hivi mnaona anaelewa? Na yeye mwenyewe Elia, kuna mahali Elia aliona kwamba hili neno Mungu hawezi kufanya. Na ndio maana akasema hivi, haitanyesha mvua hapa kwa neno langu wala sio Bwana. Elia alijua kwamba nikimwambia Mungu hafanyi. Kwa hiyo bora niwe mimi asiwe. Hivyo si unaelewa nasema Mungu akafanya. Elia njoo. Sit down. Elia akakaa chini. Mungu akamwambia kwa taarifa yako, ninawaamuru kunguru. Kwa nini Mungu akasema nawaamuru njiwa? Akasema nawaamuru kunguru wakuletee nyama na mkate. Yaani Mungu alitumia tafsida. Mungu anaweza kumwambia Elia, ninakuletea makombo na mizoga, lakini watakao kuletea hivi tangu lile kunguru kwa msasa. Tangu lile kikombe kichafu umekitupa pale, ghafla kinageuka kwa kisafi, unatumia kule. Kwa nini Mungu akumwambia Elia na kutumia njiwa watakao kuletea mkate asubuhi na nyama jioni? Lakini Mungu kama anakuletea kunguru. That means you are no longer a man of God from now. Kaa chini. Wewe umesababisha watu wote wakose mvua sababu ya neno lako. Kaa. Elia aliambiwa kaa chini, akakaa. Kile kijito kikakauka maji. Mungu akaona, huyu jamaa anampenda. Hata kama amesababisha balaa, nimpeleke wapi? Mungu akamwambia Elia, njoo. Nenda mpaka kuna mti utamkuta mwanamke mmoja yuko pale. Yule mwanamke atakupa maji unywe. Elia, nenda kule. Usitumike, usifanye huduma. Nenda kwa yule mwanamke akupe maji unywe. Elia nenda. Akamkuta yule mwanamke akapewa maji yale na mkate. Elia akatulia. Baadaye Mungu akaona Elia, mbegu uliyopanda imeota kwa miaka mingi, sasa yatosha. Hebu rudi. Okay. Soma mlango wa 18 mstari wa 1. Malizia. Mstari wa 5 anasema, basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi. Na Elia alitii, akaenda akakaa chini. Tulia hapo kunywa maji haya. Kinachokabili Jordan. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi. Yaani kunguru wakamkuta mbwa akagongwa barabarani huko na gari, wakamdonoa kwa hiki chakula cha Elia hiki. Kwa sababu Elia umesababisha mvua isinyeshe na mvua hamna. Sasa tutakula wote vinavyoanguka barabarani. Yaani wale wanyama ambao watakufa na njaa kwa sababu mvua hainyeshi, kwa hiyo mazao ya kula wanyama hamna. Sasa wale mifugo watakao kufa, Elia tunakuletea nyama yake, usitutanie. Elia akawa na bele. Asa Biblia haijasema kama ile nyama ilikuwa inapikwa ama ilikuwa mbichi. Haitoki. Lakini Elia alipelekewa nyama na kunguru. Kunguru alikuwa anaenda kwenye jalala, anaona kuna mkate, anachukua kipande cha mkate, anaenda kwa Elia. Elia,
Kule si chakula hamna, tumeokota mkate huo hapa. Elia naye. Ghafla sungura kagongwa. Kunguru ameenda pale. Elia, tutakula wote huu mzoga kwa sababu hapa chakula hamna. Elia akawa anakula. Kwa nini yale maji mkauka? Hakuna nini? Tuko wengi jamani. Hakuna nini? Ilikuwa kwa kiasi kwa Elia. Yaani nabii kama mimi hapa. Ambao watu mnakuja wengi kanisani jamani. Hivi kweli leo ni walani Mungu aniambie prophet kimbia. Nenda ukajifiche Salasala kule Magwepande, ukae kule utulie, nitakuletea sio watu. Sikuletei waumini wako, hao wameshawalani. Hawa si umewalani kwamba mvua hamna kwao. Kwa nini wakulishe wakati umewalani? Sasa kunguru atakuja ndugu yangu. Elia, kunguru hujamlani, umewalani hawa watu humu ndani. Sasa kunguru atakuletea mkate na nyama. Listen, if you are a prophet, usifanye kila kitu kwa sababu una uwezo wa kufanya. No. Ukimwangalia Elia, the guy was confused. Kule amesema hakuna kunyesha mvua. Huko anasema pipa lako la unga litapungua. Elia, mvua hamna, unga unatoka wapi? Mbona unampa Mungu kazi ya ziada? Mungu akaona mama yangu Elia. Wewe nilikutumia kunguru kule ukuletea mkate Elia. Huko unakuja kumwambia huyu mwanamke kwamba unga hautapungua. Elia, mimi yaani unajua sisi watumishi tunaweza tukawa tunamweka Mungu kwenye contradiction. Mungu anashindwa aamue kufanya nini. Huko Elia umesema mvua hamna. Nimemwomba huyu mwanamke akupatie tu maji ya kunywa. Elia unaanza kumwambia mwanamke unga hautapungua. Elia, mvua hainyeshi. Unajua Mungu atafanya? Because you are a man of God. Because you are a prophet. God can do. Karama za Mungu hazina majuto. Biblia inasema amen. Ukishakuwa mtumishi wa Mungu, Mungu amekupatia neema ya kumtumikia. Chochote utakachofanya, Mungu atafanya hata kama kinamuumiza. Amina. Why? You are a man of God. Lakini utajibia unachofanya. Sio unaelewa? Na ndio maana kuna watumishi wa Mungu wahuni kweli, wazinzi kupita mipaka, lakini still Mungu anawatumia kwenye signs, miracles and wonders. Hatoi ile huduma nani? Why? Kwa sababu huduma ya Mungu haina majuto, lakini utajibia. Amen. Na huduma za watumishi wengi haziendelei. Kwa nini? Umejiwekea kamba mwenyewe. Kwa maneno yako na kwa kutokujua hivi unachofanya, matokeo ya kesho ni yapi kwenye hiki ninachofanya leo? Elia huko umesema mvua hainyeshi. Haya, Mungu amesikia. Umewasababishia watu matatizo. Watu wanakufa na njaa kule, mvua hamna. Unaenda kwa mwanamke unamwambia pipa la unga litapungua. Kwa mvua ipi? Look at this contradiction of this man. Amen. Lakini Mungu alifanya kwa sababu no way. Hallelujah. Umemaliza eh? Mstari wa 9 tulishapita. Bas, tupata kama 9. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaona Elia amepanda mbegu ya neno kwamba mvua haitanyesha. Na mvua ikakata, haikunyesha. Sasa shughuli ilikuja kwenye namna gani unarudisha mvua? Haleluya. Namna gani mvua inarudi? Hii ndio hapa tunamalizia sasa. Amen. Elia, umesababisha dhahama. Sasa shughuli iko hapa. Namna gani unarudisha mvua? Apandacho mtu? Apandacho mtu? Nyie watumishi wa Mungu mnasikiza, nyie watumishi ambao mnahubiri injili. Elia alipigwa some special. Elia sit down kwa miaka mingapi? Elia miaka 3 kumtumikia Mungu. Ana omba kwa watu, naomba nitengenezeka mkate kidogo. A powerful man of God with the evidence, signs and wonders, sitting down for 3 years. Miaka 3 Elia, no ministry. Sit down. Na Mungu akamwacha Elia. Elia, you never function in anything, sit down. Miaka 3 Mungu ndo anamwambia Elia, sasa rudi kwa nani? Kwa neno kajionyesha. Ukijionyesha tu kwa Ahabu, mimi Mungu nitaleta mvua juu yake. Mstari wa 2 anasema, basi Elia akaenda
Elia akaondoka ili ajionyeshe kwa Ahabu. Mwanangu, usije kuwalani watu. Ukiwalani watu, kuna wengine wanamuomba Mungu. Katika hao nao walani, kuna watu wamefunga na kuomba kwa ajili ya kupokea neema. Once unamlani mtu, Mungu anakukalisha chini. Mungu akikuweka chini, angalia Elia, a powerful prophet, a powerful man of God, sitting down for 3 years. That's a big witness. Alijua uwezi kutoa nyama ya ng'ombe ukavuna maji, haiwezekani. Elia akajenga madhabahu, halafu akachimba mfereji wa vipimo viwili vya mbegu. Akachimba Elia ule mfereji kuizunguka madhabahu ambao mpana wa ule mfereji ni vipimo viwili vya mbegu. Kisha akazipanga zile kuni. Akamkatakata yule ng'ombe vipande vipande. Akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 ya maji. Elia akasema hivi, look it now. Kwenye ule mfereji wa vipimo viwili vya mbegu akaujaza maji. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakamwaga maji mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu kwenye ule mfereji. Akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahim, na wa Isaka, na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo hayo yote kwa neno lako, unisikie Bwana, unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe, Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudia. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Angalia vizuri hapo. Soma vizuri. Anasema ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa. Ukateketeza sadaka. Angalia hili neno kuteketeza. Neno kuteketeza maana yake ni kuteketeza maana yake ni kuangamiza pasiwepo na kumbukumbu. Amen. Anasema ule moto ukateketeza nini? Ukateketeza sadaka ya kuteketeza. Sadaka ile ikateketea. Na kuni zikateketea. Na mawe yakateketea. Na mavumbi yakateketea. Ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Ule moto ukalamba. Moto haukuteketeza maji, ulilamba. Oh yes. Hello. Kuna mtu mmoja ananielewa?